asifiwe sana, mwana wa Mungu. Naye kila sababu ya kumshukuru sana Mungu na kumtukuza Mungu kwa ajili ya neema hii ambayo ametupa kuwa nayo katika siku hii ya leo, kuendelea kujifunza neno lake la uzima kwa ajili ya kuendelea kuzijenga roho zetu, lakini pia kuimarisha uhusiano wetu kati yetu sisi na Mungu. Lakini pia niendelee kushukuru na wewe mwana wa Mungu ambaye unaendelea kutufuatilia kwa njia ya YouTube channel yetu ya Hekima Ministry. Mungu akubariki sana na azidi kukubariki mno na kukufunulia na kukufundisha kadri na jinsi apendavyo yeye kwa viwango vya uaminifu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tunaendelea kumtukuza Mungu ambaye ametupa kuendelea na somo letu ambalo tunajifunza juu ya imani, na kichwa cha somo kikiwa kinaenda kwa jina la imarisha imani yako juu ya Mungu kiasi kwamba unaweza kuisubiri ahadi yako hadi itimie. Na mstari unaotuongoza unatoka katika kile kitabu cha Mathayo mtakatifu sura ya 14 na mstari wa 23. Mathayo mtakatifu sura ya 14 na mstari wa 23. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Na Mungu alitupa neema ya kuendelea tena. Tulianza siku ya Jumatatu, lakini Mungu akatupa tena kuendelea katika siku ya jana, na siku tena hii ya leo ikiwa ni siku ya tatu. Mungu pia ameachilia kibali na neema cha kuendelea kujifunza somo hili. Kwa hiyo nikualike tunapoendelea na somo hili, wewe ambaye haukupata neema ya kusikiliza siku ya jana na siku ya juzi, nikukaribisha sana uweze kulifuatilia hilo somo kabla, ili uweze kupata mtiririko mzuri, lakini pia na kuelewa wakati ambapo tunaendelea na somo hili. Na katika siku ya jana Mungu alitupa neema ya kutazama juu ya vizuizi ambavyo vinatuzuilia sisi kuweza kumwamini Mungu, juu ya ahadi zake na juu ya yale aliyoyatamka na kuyaahidi na kuyasema juu ya maisha yetu mpaka yatimie. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa neema ya Mungu, wewe ambaye tulikuwepo tumetembea wote tangia siku ya jana, tulizungumzia juu ya hiyo vizuizi, na miongoni mwa vizuizi hivyo ambavyo tulivitaja ilikuwa ni pamoja na mazingira yanayotuzunguka. Mazingira yanayotuzunguka yanaweza yakawa ni kikwazo kikubwa cha sisi kumwamini Mungu, cha sisi kusimama na kutii katika maelekezo ambayo Mungu amekuwa akitupatia kwa ajili ya kwenda hatua fulani, kwa ajili ya kutuvusha kwenda ngazi nyingine. Mazingira yanayotuzunguka yanaweza kawa ni kikwazo kikubwa sana. Lakini swala la pili au jambo la pili tukasema kwamba ni swala zima la akili zetu. Akili ya mwanadamu siku zote tukasema kwamba huwa ina mipaka, na kama huwa ina mipaka, that means kuna mahali haifiki, kuna mahali haiwezi kufika. Ndio maana nikakutolea mfano nikasema kwamba katika kitabu cha Luka sura ya 18 na mstari wa 27 anasema kwamba hivi, yale yasiyowezekana kwa wanadamu kwa Mungu yote yanawezekana. Hii inatutazamisha na kutupa picha ya kuwa kumbe kuna mambo ambayo kwa mwanadamu ni dhahiri kabisa hayawezi yakawezekana. Kumbe kuna mambo ambayo kwa mwanadamu hayawezi kuwezekana kabisa, lakini kile kitu ambacho mwanadamu hawezi kukifanya, kwa sababu akili ya Mungu yenyewe huwa haina mipaka, kwa hiyo ina uwezo wa kufanya. Ndio maana kuna wakati Mungu anakupa kukifanya kitu fulani, lakini wewe unakichukua kile kitu au unalichukua ile wazo unalilinganisha na akili zako. Unapolilinganisha na akili zako, unaanza kuona kushindwa, unaanza kuona kutokupiga hatua, unaanza kuona kutokuwezekana. Mwisho wa siku unakuja kujikuta kwamba kile kitu ni kweli kabisa hakijawezekana. Lakini kumbe kama ungemtegemea Mungu, kama ungejifunza kudumu katika ule uaminifu wa Mungu, hicho kitu kingewezekanika. Ndio maana nasema kwamba hivi, yale yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa mtu yoyote, kwake yeye Mungu yanawezekana. Kuna wakati Mungu anakuonyesha kitu, anakutazamisha kitu, unasema kabisa kwamba hiki kitu hakiwezekaniki. Lakini Mungu anapokitazama anaona kabisa hichi kitu kinawezekanika. Sema tu ni vile haujaamua kumpa nafasi, haujaamua kumwamini, ndio maana bado umebaki mahali hapo hapo kila siku ulipo leo. Lakini kama ukichukua hatua moja ya imani
Kama tulivyozungumzia, imani ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo. Unaweza ukajikuta kwa kutumia hatua hiyo ambayo umeichukua, ukajikuta unavuka hata katika mahali ambapo kibinadamu kabisa inaonekana haiwezekaniki. Kwa akili za nyama za kawaida za kibinadamu inaonekana kabisa haiwezekaniki, lakini hilo jambo likawezekana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya mambo ambayo tuliyatazama katika siku ya jana. Hivyo nikukaribisha katika siku hii ya leo tunapoendelea na kutafakari juu ya vizuizi vingine ambavyo vitatusaidia tunapovijua kuendelea kupata ufahamu zaidi, kwamba tunaposema kwamba tuna imani, tunaposema kwamba tunamwamini Mungu, au tunaposema kwamba tunataka kuchukua kitendo cha imani kumwamini Mungu juu ya ahadi zake, ni vitu gani ambavyo natakiwa kuwa navyo makini, ili hivi vitu vitakapokuja mbele yangu visiniondoe katika ule msingi wa kuendelea kumwamini Mungu juu ya uaminifu wake, juu ya ahadi zake, juu ya kile kitu alichoniambia, juu ya wazo, juu ya mradi, juu ya kazi aliyoniahidi, juu ya afya aliyoniambia, juu ya ndoa aliyoniambia, juu ya kile kitu chochote alichoniambia, iwe ni masomo, iwe ni kitu chochote ambacho Mungu amekwambia. Ni vitu gani ambavyo natakiwa ninapokutana navyo nizingatie, ili visije vikanitoa katika kile kitu ambacho ninakiamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Asa kwa neema ya Mungu, jambo la tatu tutaendelea nao katika siku hii ya leo, linasema kwamba kizuizi cha tatu ni kusikiliza sauti za kukatisha tamaa. Kusikiliza sauti za kukatisha tamaa. Ukisoma neno la Mungu katika kitabu cha Warumi sura ya 10 na mstari wa 17, neno la Mungu linasema hivi: basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Hii ikitutazamisha kwamba tunaposema imani ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Msingi wake ni nini? Msingi wake unatokana na kile kitu ambacho umekisikia. Unaposema kwamba mimi ninamwamini Mungu ya kwamba anaweza, ninamwamini Mungu ya kwamba ni Mungu asiyeshindwa, hii ina maana kwamba kabla ya wewe kuamini, tayari kuna details, tayari kuna taarifa, tayari kuna ujumbe ambao uliupata kuhusiana na Mungu ambaye unamwamini, ambapo kupitia huo ujumbe ukakupa kuamini kile ulichokisikia, ukakupa kuamini hicho unachokiamini leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana nasema kwamba hivi, imani chanzo chake ni kusikia, ni kusikia. Kwa unakiamini kile ulichokisikia. Mimi ninaposimama leo nikasema kwamba hivi, ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu, na kwa kuwa aliye ndani yangu ni mkuu kuliko wote wa ulimwengu, na si mimi ninayeishi bali ni Kristo. Ina maana kwamba ukiri wangu huu na usema hiki kitu ninachokisema kama ninakiamini, inatokana na kitu ambacho nilikisikia, kwamba nimelisoma neno la Mungu, nikaisikia sauti ya Mungu ikiniambia kwamba hata katika hili utavuka, hata katika hili inawezekana, hata katika haya masomo ambayo unayasoma leo, japokuwa watu wengi wanasema kwamba ni magumu, lakini bado inawezekana kwake yeye aaminie. Bwana Yesu asifiwe sana. Asa nilipoisikia hiyo sauti, au ninapoisikia hiyo sauti, ndio inanipa kuamini ya kwamba hiki kitu, hata kama nikikutana na challenge kiasi gani, hata kama nikikutana na upepo umepita kiasi gani, ambao huo upepo unataka kunikatisha katika kile ambacho nimekisikia, nitasema hivi, mimi ninaamini ya kwamba Mungu wangu niliye ni mwaminifu atanivusha. Mimi ninaamini ya kwamba Mungu wangu ninayemtumikia hata niacha niishie hapa. Kwa nini? Kwa sababu gani? Kuna kitu nilisikia kuhusiana na yeye huyo Mungu. Baada ya kusikia kuhusiana na huyo Mungu, kikanijenga. Kwa kile nilichokisikia kutoka kwenye neno la Kristo kinanijenga, hata ninapokutana na changamoto, ni bado ukiri wangu unabaki pale pale ya kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu, sitapungukiwa na kitu, ya kwamba yeye hata uacha mguu wangu usogezwe, hata uacha mguu wangu usogezwe. Kwa ukiri wangu ninaotoa unatokana na kile kitu ambacho nilikisikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana miongoni mwa vitu ambavyo unatakiwa kuchunga sana, mwana wa Mungu, ni pamoja na kitu gani ambacho unakisikia. Ni kitu gani ambacho unakisikia? Kwa sababu gani? Biblia inasema kama hivi,
Usidanganyike. Mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Ina maana kwamba unaweza ukawa na tabia njema kiasi kwamba hata mtu akikutazama anasema hakika huyu ni mwana wa Mungu. Hata mtu akikutazama anasema kabisa kwamba huyu ni mtu ambaye ni mfano mzuri wa kuigwa. Huyu ni mpaka mafuta ya Bwana. Lakini kuna namna ambavyo ukikaa katika mazingira ya watu ambao wanasema vitu ambavyo havimpendezi Mungu, wanasema vitu ambavyo havina utukufu, mwisho wa siku utajikuta tu automatically unaanza kufanania na wale watu. Automatically kuongea kwako na kusema kwako kunaanza kufanana na wale watu. Umekaa na watu ambao unapita katika kipindi kigumu leo cha kimaisha, unapita katika changamoto ya kiafya, unapita katika changamoto ya kielimu, wanakwambia hivi, Aisha, haya masomo ambayo umeamua kuyasoma, hapana mtu amewahi kusoma na akavuka. Wengi ambao wamekuwa wakisoma physics wanapata D, wanapata F, wengine wanapata 0 kabisa. Sasa somo ambalo wengine wanafeli na wewe umeamua kulisoma. Hasa kama hiyo ndio umeamua kuwa chaguo la saiko yako ya kukuzunguka, watu ambao wamekuzunguka ndio aina ya watu ambao umejichagulia kukaa nao, na kuhakikishia hiyo physics ambayo anasema ni ngumu, hiyo mathematics ambayo anasema ni ngumu, hiyo chemistry ambayo anasema ni ngumu, ndivyo itakavyoendelea kuwa ngumu katika maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu gani? Kile unachokisema kinaakisi ndicho kinachokwenda kujengeka ndani ya moyo wako, na kinapokwenda kujengeka ndani ya moyo wako ndio inayojengeka na kuwa tabia yako ya kila siku. Ndio maana na Mungu anasema vizuri kwamba aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwa yale maneno yanapokuwa yanatamkwa, tayari kuna kitu kinaendelea kujengeka ndani yako, tayari kuna picha inaanza kujengeka ndani yako. Umeambiwa physics ni ngumu, hapo hapo picha ya physics ni ngumu inaanza kujengeka ndani yako. Kwa kila ukisoma physics unajikuta kuna kiuzito umeanza kukipata, ambapo ukikisikia tu hicho kiuzito unasema kwamba hii physics bwana ni ngumu, ngoja mimi nibadilishe zangu hata nisome zangu Kiswahili, ngoja nibadilishe zangu hata nisome biolojia kwa sababu ni kamuli kangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tayari kuna image imeanza kutengenezeka. Kumetengenezeka kutokea wapi? Imetengenezeka kutokea kwenye yale maneno ambayo ulikuwa unayasikia. Au unaweza ukawa ni mfanyabiashara, umekaa na watu ambao wanasema kwamba kila siku wanalalamika hali ni ngumu, wateja sokoni hakuna, mzunguko wa biashara ni ngumu, mambo hayaeleweki, ni bora tufunge biashara turudi tukakae nyumbani. Lakini ukijitazama ni mtu ambaye unasema kwamba aliye ndani yangu ni Alfa na Omega, na sio mimi ninayeishi bali ni Kristo ndani yangu. Imani kweli unayo, tumaini katika Kristo kweli unayo, na uhakika wa kwamba Mungu katika hii hali atanivusha unao, lakini kulingana tu na wale watu ambao wamejizungushia, mwisho wa siku unaanza kujikuta kwamba ile imani yako ya kuendelea kumwamini Mungu ya kwamba Mungu hapa atanivusha, Mungu hapa atanisaidia, unajikuta kila siku inaenda ikishilink, kila siku inaenda ikishuka. Mwisho wa siku unakuja kujikuta ya kwamba miongoni mwa watu wanaolia na wewe unalia, miongoni mwa watu wanaolalamika kwamba hapo haiwezekani na unalalamika haiwezekani. Kwa nini? Kwa sababu gani? Kuna maneno ambayo umeyasikia, na kupitia hayo maneno yakakukatisha tamaa, kupitia hayo maneno yakakwambia au yakakupa kuto kuendelea mbele tena, yakakufanya kuishia hapo ulipoishia leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini katika hii jioni ya leo, mwana Mungu, nipo kukukumbusha ya kwamba unatakiwa kuwa makini sana na nini unasikiliza. Unatakiwa kuwa makini sana na kile kitu ambacho unasikiliza, kwa sababu Biblia imeshatupa tahadhari. Inatuambia kwamba hivi, usidanganyike. Yaani usijidanganye. Unapokaa na watu ambao wanasema haiwezekani, automatically na wewe utafanana nao. Ndio maana Biblia inasema kwamba hivi, watu wawili hawawezi kwenda pamoja isipokuwa umepatana. Unapomwona mtu anakuambia kwamba hivi, huyu Asha ni rafiki yangu, huyu Pendo ni rafiki yangu, huyu Afla ni rafiki yangu, ina maana kwamba hivi, huyu Afla ambaye ninakwambia ni rafiki yangu, tuna muendano wa vitu fulani. Kuna vitu fulani tunafanana, kuna vitu fulani ukituangalia ni kama vile ukiniona mimi umemwona yeye. Ndio maana tumeweza kuendana, ndio maana tumeweza kutembea pamoja. Ukitaka kuprove hicho kitu, muangalie mtu mwenye bidii
ya utendaji kazi wake katika kazi yake, na mtu ambaye anafanya kwa ulegevu au mtu ambaye anafanya vitu kiuvivu, automatically hawa watu utakapowachukua ukaweka pamoja, hawawezi wakaendana, hawawezi wakakaa pamoja na zikaiva, hawawezi wakakaa pamoja na wakaongea lugha moja. Kwa nini? Kwa sababu gani? Hawaendani katika kutazama kwao, hawaendani katika utendaji kazi wao. Kwa mwisho wa siku hata napokaa pamoja, lazima tu vitu vitapingana, lazima watapinzana. Kwa nini? Kwa sababu gani? Huyu mmoja ana bidii katika utendaji, lakini mwingine hana bidii katika utendaji. Hata uzingatiaji wao katika baadhi ya mambo hautakuwa sawa, na watakapoacha kuwa sawa, ina maana kwamba hawawezi wakaelekea njia moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii yote tu ni kutaka kukupa picha ya kwamba lazima ujifunze kuangalia ni aina gani ya watu ambao umejizungushia, ni aina gani ya vitu ambavyo unavisikiliza. Mtu mmoja alikuwa ni mtumishi wa Mungu, alikuwa anampenda Mungu sana, alikuwa ni kijana mzuri ambaye amesimama katika msingi wa Mungu, lakini tu baada ya kujiunga au baada ya kuwa karibu na marafiki fulani, akajikuta ya kwamba ule uwezo wake au ile kiu ya kusoma neno la Mungu ghafla imeondoka. Ile kiu ya kutamani kumshikia Mungu anasema nini ghafla imeondoka. Ile kiu ya kutamani kuomba, ile kiu ya kutamani kukaa na watu ambao wanazungumza mambo ya Mungu, watu ambao wanatazama mambo yao kwa picha ya Mungu, wanatazama na wanatamani kutazama namna ambavyo Mungu anatazama, ghafla akashangaa kiu yake imeondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Kwa sababu alijichanganya na aina fulani ya watu ambao hawafanani na kile kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yake, hawafanani na ile hatima ambayo Mungu ameweka ndani yake. Akajikuta ya kwamba yeye anapoongea hiki, wao wanaongea kile, na mwisho wa siku akajikuta yale maneno yao na vile vitendo vyao vina nguvu kubwa sana kulikoni na nguvu iliyoko ndani yake. Mwisho wa siku akajikutaje? Mwisho wa siku akajikuta ya kwamba wale watu waliomzunguka wana uwezo mkubwa au wamekuwa na uwezo mkubwa wa kumvuta yeye, kuwafata kule mahali waliko. Akajikuta mwisho wa siku tabia zake zinafanana kama wao. Kipindi anakutana na wao, walipokuwa wanasema matusi, walipokuwa wanazungumza maneno machafu, yeye anasema msiseme hivyo, Bwana hapendi, msiseme hivyo, Mungu anachukia. Lakini amejikuta leo na yeye ndio lugha yake ile ile. Wanachokizungumza wao ndicho naye anachokizungumza, wanachokisema wao na yeye ndicho anachokisema. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima ujifunze kuangalia kwamba ni watu gani uliojizungushia, ni watu gani uliojizungushia, ni nini unasikiliza, ni nini unasikiliza, kwa sababu Biblia inasema hivi, kimjazacho mtu ndicho kimtokacho. Kwa mtu anakula na matunda ya kinywa chake, kwa sababu kinachotoka kinywani ni kile kilichojaa ndani yako. Kile kilichojaa ndani yako ndicho kinachotoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kama ndani yako umejawa na maneno ya watu wanaosema hivi, hiki hakiwezekaniki, hiki hakiwezekaniki, hapa hakuna kufa, hakuna uzima, hapa hakuna kupiga hatua, hii wazo ambalo ulilonao ni la uongo, hii kozi unayoiendea ni ngumu, hii biashara ambayo umeamua kuichagua watu wengi huwa wanafeli, aisee, na kuhakikishia kwamba hautafanikiwa katika hilo neno, wala hautafanikiwa katika hiyo kazi, hautafanikiwa katika hayo masomo. Unapotaka kufanikiwa, lazima uwe mchaguzi, lazima uwe selective. Wa nini unasikiliza? Wa nini unasikiliza? Kwa sababu kile unachokisikiliza ndicho automatically utakwenda kukifanyia kazi. Na unapoenda kukifanyia kazi, matunda utakayoyapata au matokeo utakayoyapata, utapata matokeo kulingana na kile ambacho umeamua kukitendea kazi, kile ambacho umeamua kukisikiliza. Sasa ninachotaka kukwambia ni nini? Ya kwamba yamkini mwanzoni kuna watu walisema vitu ambavyo vilikukatisha tamaa. Yamkini mwanzoni kuna vitu ambavyo watu walisema vikakutoa kwenye msingi wa kuendelea kumwamini Mungu. Yamkini mwanzoni ulikuwa ni kijana mzuri ambaye ulikuwa unatembea katika misingi ya Mungu. Ulikuwa ni mtu ambaye unatamani kumshikia Mungu kila wakati, unatamani kusikiliza mapenzi ya Mungu kila wakati, lakini leo kile kitu kimezimika. Katika Yeremia 18 Mungu anaongelea, neno la Mungu linaongelea kuhusiana habari ya mfinyanzi. Mungu anamwambia Yeremia, nenda nyumbani kwa mfinyanzi. Ukishafika kule nyumbani kwa mfinyanzi, nitakusikilizisha maneno yangu. Na Yeremia akatoka kule akachukua hatua ya kiimani kwenda nyumbani kwa mfinyanzi. Na kweli baada ya kufika kule kwa mfinyanzi, akamkuta mfinyanzi akikifinyanga chombo. Kipindi mfinyanzi na kifinyanga chombo kile kilichokuwa kikifinyanga mfinyanzi, ghafla kikaribikia mikononi mwake. Hebu cheki kitu cha ajabu ambacho yule mfinyanzi alikifanya.
Kile chombo kilichoharibikia mikononi mwake hakukitupa kwa sababu kimeharibika, wala hakusema kwa sababu chombo kimeharibika Bwana na kitupa afu nitatengeneza chombo kingine. Ila kitu alichokifanya yule mfinyanzi, alikichukua kile chombo ambacho kilichokuwa kimeharibika, akakitengeneza tena kile kilichokuwa kimeharibika kwa umbo lingine na kwa sura nyingine, kwa kadri na jinsi ambavyo alivyoona yeye kinastahili. Kwa hiyo nataka niseme nini? Yamkini kuna maneno mwanzoni uliyasikia. Yamkini kuna vitu ulivisikia watu wakisema ya kwamba haiwezekaniki. Kuna vitu ulivisikia watu wanasema ya kwamba haiwezekani, na kweli ukaacha kile cha Mungu, ukaacha kusikiliza ile sauti ya Mungu, ukaacha kusikia sauti ambayo Mungu aliachilia juu yako ili uweze kuitekeleza na kuitenda kwa ajili ya kuzipata baraka zako, ukajikuta imeshindikana. Mungu ni mfinyanzi. Yamkini ulikuwa mwanzo na tabia nzuri, kijana mwenzangu, ulikuwa na tabia nzuri sana. Kila mtu akikuona anasema kwa kweli, I wish natamani mimi mtoto wangu awe kama huyo kijana, natamani mimi mtoto wangu awe kama huyu binti. Lakini leo tabia zako ukizichunguza na mwenendo wako ukiuchunguza, unaona kabisa mimi sio mtu wa kuigwa. Katika majira nataka nikwambia kwamba Mungu ni mfinyanzi. Kama ni wazo Mungu alikupa mwanzoni ukapoteza direction, ukaacha kufuata kwa sababu akili zako zilikwambia kwamba hii haiwezekani. Uliacha kufuata kwa sababu watu walikwambia kwamba hiki kitu watu wengi washafanya wakashindwa, hata na wewe ukifanya utashindwa, na wewe kweli ukaamua ukiacha. Nataka kukukumbusha katika siku hii ya leo, Mungu ni mfinyanzi. Kile ambacho unahisi kwenye maisha yako kimeharibika, ana uwezo kukifinyanga tena. Kitu cha msingi ni kwamba mwambie tu Mungu, nifinyange kwa upya. Nifinyange kwa upya na unisamee tu kwa kutokuamini kwangu. Unisamee kwa kuwa niliamua kuwasikiliza watu na nikafumba macho yangu na nikaziba masikio yangu katika kukusikia wewe, nikawasikiliza watu ambao walinikatisha tamaa. Mwambie tu Mungu, leo narudi, unisafishe, unioshe kwa damu yako, unisamee ili nipate kibali na neema tena ya kuanza kwa upya. Na ninakuhakikishia kwamba Mungu atasamee. Mungu atakusamee na atakupa kuwa na hatua nyingine. Anasema hivi, mimi ni Mungu ambaye ninasamee makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe, wala sitazikumbuka dhambi zako, wala sitazikumbuka dhambi zako. Anapokusamee amini kwamba amenisamee kweli na amesahau. Amini kwa sababu imani ni kuwa na hakika. Amini kwamba tu nina uhakika kwamba Mungu amenisamee, na uchukue hatua mpya ya kiimani kuanza kutekeleza kila aina ya wazo ambalo Mungu ataliachilia ndani yako. Muulize tu Mungu katika huu wakati, ili wazo ambalo umeliachilia ni kwa wakati huu au kwa wakati ujao, na kama ni kwa wakati ujao, vipi leo nianze kutembeaje ili niweze kufanania na ile wazo ambalo umenipa, ili niweze kufanania na ile kelia ambayo umenipa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na uhakika na uwe na hakika kwamba Mungu ni mwaminifu, na atakapokusamee hakikisha kwamba unakuwa makini katika nini unasikiliza. Sikiliza vitu vitakavyokujenga. Sikiliza watu watakao kuinua, watu wanaofanania na kesho yako, watu wanaokutia moyo katika safari ambayo Mungu amekuambia, watu wanaokuimarisha katika ile ahadi ambayo Mungu amekupa. Na uwe na hakika ya kwamba utakapobadilisha kile unachokisikiliza, automatically na future yako itabadilika, automatically na tabia zako zitabadilika hapo hapo, na kutazama kwako kutabadilika hapo hapo, na utendaji wako utabadilika. Waliokuzoea kwamba wewe ni mtu wa kulia kila siku watashangaa unapopita katika shida bado unacheka. Watashangaa hata dhoruba zinazopita katika maisha yako bado unafurahia. Kwa nini? Unaamini kwamba niliyembeba mimi ndani yangu Aisheni Ebeneza, ambaye yeye anapotaka kutenda hazuiliwi na mazingira, hazuiliwi na akili za watu, wala hazuiliwi na mitazamo ya watu wanatazamaje, lakini anapotaka kufanya yeye anafanya tu, na anapofanya katika maisha ya mtu habahatishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuwa makini na nini unasikiliza, na kuwa makini na nini unatenda. Kwa sababu gani? Matokeo ya kile unachokitenda kinatokana na kile ulichokisikiliza. Kwa unapoacha kuwa makini katika kusikiliza, ina maana kwamba hata utendaji wako utatenda kile ulichokisikia vibaya. Lakini unapokuwa makini katika usikilizaji wako, automatically na utendaji wako utakuwa ni sahihi, utakuwa perfect. Why? Kwa sababu umesikiliza kilicho sahihi. Ndio maana Biblia ikakutazamisha au ikakupa msingi mzuri wa
kusikiliza, kwamba kushikiliza uko, anasema hivi, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Tunasikia kutoka kwenye msingi wa Kristo, kwa sababu tunapolisikiza neno la Kristo, automatically tukilifanyia kazi, kila ahadi ambayo Mungu ameitoa, kila sheria ambayo Mungu ameitoa katika Biblia imebeba baraka zake. Kwa hiyo ninaposikia kile Mungu alichoniambia na nikakifanyia kazi, kuna baraka ambazo zimefungwa, kuna package ya baraka ambazo zimefungwa katika kile kitu. Ninapolitendea kazi hilo neno, tayari kuna zile baraka ninazozipata kutokana na utii wangu kwenye kile kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lazima uwe makini sana nini unasikiliza na nini unakichukulia hatua, kwa sababu utakachokichukulia hatua ni kile ulichokisikiliza. Lakini kizuizi kingine ambacho kinatuzuia ni kumbukumbu za kushindwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kizuizi kingine ambacho kinatuzuilia sisi kuendelea kumwamini Mungu juu ya ahadi zake, juu ya yale aliyosema katika maisha yetu, juu ya kile kitu alichotuambia, ni kumbukumbu za nyuma. Kuna mtu alikuwa jana anasoma, na kipindi anasoma akafanya mtihani wa taifa. Baada ya kufanya mtihani wa taifa akafeli mara ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya kufeli mara ya kwanza akarudia tena mara ya pili, akafanya tena mtihani akafeli. Baada ya kufeli mara ya pili akafanya tena mtihani akafeli. Au mwingine alikuwa anaenda kuomba kazi, akaenda interview ya kwanza akaomba kazi akakosa, akaenda interview tena ya pili akaomba kazi akakosa, akaenda ya tatu tena hivyo hivyo akaomba kazi akakosa. Ikatokea interview nyingine, unamuuliza kwa nini interview sasa hivi uendi? Anakwambia hapana, mimi siendi. Kwa nini? Kwa sababu mimi nimeenda mara tatu zote nimeomba kazi nimekosa. Kwa hata hii nikienda haina haja tu, kwa sababu nina hakika nikienda huko nitakosa. Au yule ambaye amesoma mara tatu zote amerudia, anakwambia nikienda hata kama nikasema nirudie tena, mimi tu ni wakufeli, nitafeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Bila kukumbuka na Mungu anasema hivi, aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwa alivyo ni matokeo ya vile anavyojiona ndani yake. Ndani yako unapouona ushindi, automatically katika nje yako au katika utu wako wa nje utaanza kutenda na kubehave like mtu ambaye anataka kuwa mshindi, like mtu ambaye anataka kuona ushindi ukitokea katika maisha yake. Lakini ndani yako kisha sema kwamba haiwezekani, mimi nimeshashindwa, kwa hiyo tuna uhakika kwamba nikifanya hata hivi nitashindwa. Ndivyo itakavyokuwa katika nje yako. Unapotaka kubadilisha matokeo ya jana, lazima uanze kwanza na ndani yako, uanze kubadilisha ule mtazamo, uanze kubadilisha zile kumbukumbu za kushindwa jana, ili katika leo yako uweze kushinda. Ndio maana nasema kwamba hivi, Mungu wetu sisi tuliye naye ni mwaminifu. Ukishajua kwamba uliyembeba ndani yako ni yeye wa yote yanawezekana, uwe na hakika kwamba hata kama jana nilishindwa, itakuwa tu ilikuwa ni pito la jana, lakini namwamini ya kwamba Mungu, fadhili zake, wema wake, uaminifu wake, nguvu zake kila siku ni mpya. Kwa nilivyokuwa jana sivyo itakavyokuwa leo. Jana kama nilishindwa, kuna baadhi labda vitu nilivikosea, kuna baadhi ya sheria ambazo sikuzitekeleza, lakini kwa sababu leo ninatembea nikiwa na Mungu, nina uhakika ya kwamba nitashinda. Usikubali kumbukumbu za jana, usikubali kushindwa kwa jana kukuharibia katika leo yako. Yamkini jana ulishindwa, sawa, sikatai. Yamkini jana kweli ulikuwa umeshindwa, yamkini kweli jana haukufanikiwa, yamkini kweli jana kuna wazo ulilichukua ukalifanyia kazi haukufanikiwa. Lakini leo niko kukwambia kwamba Mungu anasema hivi, hicho ambacho jana kilishindikana, hicho ambacho jana hakikuwezekana, leo kinawezekana. Kwa nini? Kwa sababu yeye aliye ndani yako ni mkuu kuliko ulimwengu. Yeye aliye ndani yako ni mkuu kuliko hiyo kazi unayoiendea. Yeye aliye ndani yako ni mkuu kuliko masomo unayoyaendea. Yeye aliye ndani yako ni mkuu kuliko namna ambavyo unafikiri wewe. Yeye anaweza kufanya mambo yote. Kwa usiziruhusu kumbukumbu zako za jana zikuharibie leo yako. Jana ni jana, imefungwa, achana nayo. Tembea na siku ya leo ambao unamwambia Mungu, mimi ninakuamini hata kama jana nilishindwa, hata kama jana sikuweza, lakini nakuamini ya kwamba katika hii leo yangu nitavuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwingine ameshindwa kuingia katika mahusiano, na ukimwangalia sasa hivi umri wake yeye wa kuweza kuingia katika ndoa, kuoa au kuolewa, unaruhusu kabisa.
anakuja mtu sahihi ambaye kweli kabisa ana nia ya ndani, ana nia madhubuti kweli kabisa ya kutaka kumuoa au ya kutaka kuolewa naye. Lakini nasema kama hivi, hapana, kwa kweli kakaangu, anakwambia hivi, kwa kweli kakaangu, mimi si Bwana hajanifunulia. Mkaka watu anamwambia, jamani dada, nenda basi ukaombe, mimi Mungu amenifunulia kama wewe ni mke wangu. Dada anakwambia sawa kaka, anaenda kuomba. Lakini anatoka pale, anakwambia hivi, nimeenda kuomba, ila kiuhalisia haombi. Kisha ukija kumuuliza, anambia kwa kweli mimi nilimuuliza Bwana akaniambia kwamba hivi, wewe sio mtu sahihi kwangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kweli sio kwamba aliomba, hakuomba, lakini kwa sababu kuna kumbukumbu za jana kwamba kuna mtu aliniambia nikamkubalia na akaniahidi kwamba tutafunga ndoa. Tumefika kwenye hatua za mwishoni kabisa. Ananiambia kwamba dada, naomba unisamehe. Mimi jamani, mama yangu au mzazi wangu ameniambia kwamba natakiwa kumwoa mtoto wa fulani. Kumbe tu nia yake ilikuwa ni kukuchezea. Sasa amekuja mtu ambaye yuko serious. Amekuja mtu ambaye kweli ana malengo. Amekuja kweli mtu ambaye ni wa hatima yako. Unamkatalia kwa nini? Kwa sababu unaogopa mapito au unaogopa yale mambo ambayo ulifanyiwa jana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo kukwambia hivi, usisisitishe baraka ambazo Mungu ameziandaa leo yako kwa ajili ya yale yaliyotokea jana. Yale yaliyotokea jana yamkini ni namna ambavyo Mungu alitumia tu kukutengeneza kwa ajili ya huu wakati ambao uko nao leo, kwa ajili ya ile kesho unayoiendea, kwa ajili ya watu wengi ambao wanakutegemea kukuona kesho, kwa sababu kile ulichokipitia jana, utakapomhadithia mtu mwingine, utakuwa ni ushuhuda ambao utakaomsaidia na yeye kuwa makini huko anapokuwa anatembea, ili atembee kwa uangalifu. Lakini wewe ukachukua ile darasa ukaja kuliweka leo, Mungu anakufungulia milango ya baraka leo, unasema kabisa, mimi kazi siwezi kuifanya tena kwa sababu jana niliifanya ikanipa hasara, siwezi kukifanya hichi kitu tena kwa kuwa jana nilikifanya kikanipa hasara. Lakini kumbe lilikuwa ni wazo ambalo Mungu ameliachilia ili kuweza kukuvusha. Ilikuwa yamkini ni mtu ambaye Mungu amemeta ili kuweza kukuinua katika hatima yako. Ilikuwa ni mlango ambao Mungu amekuletea ili uweze kuinuka tena. Lakini wewe kwa sababu ya kumbukumbu za jana ilishindikana, umekuja nazo hadi leo ukasema haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ukajikuta kwamba kila kitu Mungu alichokipanga kwenye maisha yako kinafeli. Why? Kwa sababu gani? Uliamua au umeamua kuweka sikio, macho yako na akili zako kwenye jana kulikoni na kudeal na leo ambayo Mungu amekupa. Kwa hiyo nipo kukwambia hivi, kumbukumbu mbaya zilizopita za kushindwa zina uwezo wa kukuzuilia wewe kuendelea kumwamini Mungu juu ya ahadi zake. Mungu anakwambia leo aisee fulani, wewe utakuja kuwa mchungaji. Unasema mchungaji, wakati tu wiki iliyopita hapo mimi nimetoka kuzini huko nikapigwa tukio. Bwana Yesu asifiwe sana. Au Mungu anakwambia kwamba utakuwa mtumishi. Unasema mtumishi, wakati mimi tu hapa nilipo nitapeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mtu akaja kukwambia kwamba hata kama ulikuwa ni tapeli, neema ya Mungu ni kubwa mno. Yeye ni Mungu anayesamehe. Biblia inasema hivi, maana kwa yeye huyo na kwa damu yake tunao ukombozi wetu na msamaha wa dhambi zetu. Sasa kwa ajili ya kwa kupitia damu ya Yesu, kwa njia ya damu ya Yesu tuna msamaha na ukombozi. Lakini mtu anapoambiwa amesamehewa, bado haamini kama amesamehewa. Mtu anapoambiwa kama umesamehewa, bado anabaki kuendelea kustiki au kukaa kwenye zile kumbukumbu za jana. Anasema Mungu hawezi kunisamehe mimi kwa jinsi nilivyokuwa nawaibia watu, kwa jinsi nilivyokuwa natukana, Mungu hawezi kunisamehe. Kwa unajikuta kwamba unazifunga baraka zako leo kwa ajili ya ile jana ambayo ulikuwa ukiipitia. Lakini kama nilivyokwisha kukwambia katika pointi iliyopita, Mungu ni mfinyanzi. Yamkini kuna makosa uliyafanya jana. Yamkini kuna vitu ulivifanya jana ambavyo umevitazama na sasa hivi ukiendelea kuvitazama, bado ukikumbuka unasema hivi kweli mimi Mungu atanisamehe? Hivi kweli Mungu mimi atanisamehe? Yesu anasema hivi katika kitabu cha Ufunuo sura ya 3 na mstari wa 20, tazama niko malangoni napiga hodi. Mtu akishikia sauti yangu na kufungua, nitaingia ndani yake na kufanya makao ndani yake. Kwa Mungu anaweza na bado anahitaji kupata nafasi ndani ya moyo wako. Ni kitendo tu cha wewe kumwambia Mungu niko tayari. Ni kitendo tu cha wewe kumwambia Mungu niko tayari. Usisikilize mambo watu wanakuambia. Mwanadamu anaweza kukwambia hivi, yani kwa hivyo vitu ulivyovifanya hata Mungu hawezi kukusamehe. Kwa hivyo vitu ulivyovifanya hata kwa namna gani ufanye, Mungu hawezi kukusamehe. Lakini niko kukwambia hivi, Mungu anasema hivi
Katika kitabu cha Isaya 1 sura ya 18 anasema hivi, hata dhambi zenu zikiwa nyekundu sana kama bendera, nitazisafisha na kuwa nyeupe kama sufu. Kwa hakuna jambo Mungu asiweza kulifanya. Hata uwe na dhambi yani kiasi gani, hata umefanya makosa kiasi gani, yeye bado tu ni Mungu wa rehema, atakusamehe. Kwa tu ufungue moyo wako na mwambie Mungu, yamkini kuna makosa niliyafanya jana na hizo kumbukumbu bado ndani yangu zinaendelea kudumu. Hizo kumbukumbu bado ndani yangu zinaendelea kunitesa. Mungu nisamehe na unipe kuwa na hatua nyingine. Mungu nisaidie na unipe neema ya kuwa na hatua nyingine. Nipe kukuhakikishia kwamba hizo kumbukumbu mbaya za jana, leo na kesho yako zitageuka kuwa baraka na shuhuda kwa watu wengine, kwa sababu utakapomwambia na mtu mwingine kilichokukuta jana, atasema hakika kweli Mungu yupo. Kama huyu alitoka katika hii hali, kama huyu alikuwa ni mzinzi na bado akakombolewa, kumbe hata mimi kwa Mungu bado naye nafasi. Na itasaidia kujenga mtu mwingine na mwingine na mwingine katika kuendelea kumwamini Mungu na kusema kwamba kumbe hata mimi nikiomba toba, aisee, kweli Mungu anaweza kanisamehe. Kwa usijikatie tamaa. Ya jana yamepita. Mkabidhi Mungu leo yako na kesho yako, ili Mungu aweze kukusaidia uweze kutembea katika mapenzi yake na uzuri wake. Nikutakie neema Yesu Kristo na uwezesho nguvu za Mungu apate kuwa juu yako. Mungu akulinde na kukufunika. Amen.